Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo, popote ulipo, uwe nyumbani kwako, kwenye daladala, ama mahali popote ambapo umetulia ukasema hebu ngoja nifungue ukurasa huu ama channel ya Mikono ya Kristo niweze kufuatilia mafundisho. Mungu akubariki sana kwa kuwa umetenga muda wako na umeamua kulitafuta neno la Mungu. Siku ya leo nimekuja na somo moja linalosema jishushe uinuliwe. Somo hili ni muhimu sana katika maisha yako kwa sababu unapaswa kuelewa kwamba Mungu ametuumba ili tumwabudu. Pamoja na mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka mbele yetu, lakini lengo kuu ni kumwabudu. Na kama sisi sote tunapaswa kumwabudu Mungu, hauwezi kuabudu ukiwa juu, hauwezi kuabudu ukiwa umejiinua, hauwezi kuabudu ukiwa na madaraka yako mbele ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anatuasa na kutufundisha kupitia Yesu Kristo jinsi gani tunapaswa kuishi, jinsi gani tunapaswa kuenda, jinsi gani tunapaswa kushirikiana na wenzetu. Kuna vitu ambavyo mwanadamu amezoea kuvifanya. Kuna mambo pia ambayo mwanadamu amezoea kuyafanya, ambayo ukiyatazama ni mambo ya kawaida ama ni vitu vya kawaida, lakini mbele ya Mungu ni chukizo. Ni chukizo. Masuala ya kujinyanyua, masuala ya kujiinua na kujiona sisi ni wa juu kuliko wengine, jambo hili ni chukizo sana mbele ya Mungu. Mungu wa mbinguni anapenda tuwe tunajinyenyekeza mbele zake. Sasa ipo changamoto. Sijui kama ni changamoto ya watu kutokufahamu ama kudharau, lakini Mungu kawaida hufanya kazi kupitia watu. Ndio maana hakuna mtu ambaye amewahi kumwona Mungu wakaongea kiti kimoja hivi live bayana mkaongea na Mungu. Hapana. Unaongea na Mungu kwa njia mbalimbali, ikiwemo njia ya sala, njia ya watu na njia nyinginezo nyingi sana. Ukitaka kuelewa hili kwa urahisi, kumbuka ile andiko ambalo Yesu alisema, upande mmoja alisema nalikuwa uchi amkunivisha, lakini upande wa pili akasema nalikuwa uchi mlinivisha. Akasema tena nalikuwa kifungoni hamkuja kunitazama, lakini upande wa pili anasema nalikuwa kifungoni mlikuja kunitazama. Na Yesu anasema mtasema ulikuja lini Bwana, ambapo tulikuja kukutazama ulipokuwa kifungoni? Ama lini Bwana ambako hatukuja kukutazama ulipokuwa kifungoni? Yesu akajibu akawaambia, mlipowafanyia wale wadogo mlinifanyia na mimi. Unaona jinsi Yesu anavyoeleza mambo. Kumbe kuna wakati Mungu anasema na wewe kupitia mtu ambaye umemzoea, iwe kwenye huduma, iwe kazini, iwe nyumbani, iwe mtaani, mahali popote ulipo, Mungu anaweza kuja kusema na wewe kwa njia ambayo Mungu anaona utaelewa kwa haraka. Sasa tabia ya kujiinua imekuwa ni tabia ambayo inafanya mara nyingi sana tunamdhihaki, tunamkataa Mungu. Wakati Mungu anakueleza jambo fulani kupitia mwanadamu, wewe haukuelewa, ukaona kwamba ni mwanadamu anasema na wewe. Lakini kama ungeituliza akili yako, ungeelewa kwamba Mungu alikuwa anasema na wewe. Kwa hivyo kwa habari za kujinyanyua, unaweza ukajinyanyua mbele za watu. Kumbe hao unaoona wamebeba ujumbe wa Mungu, haukupaswa kujinyanyua mbele yao. Ulipaswa kuwa mnyenyekevu. Ndio maana Mungu anatushauri sana kupitia mwanae Yesu Kristo tuwe wanyenyekevu. Tusijiinue, tujishushe kila mahali tunapokwenda. Tusiweke ile attention ya wewe ni nani, vitu ambavyo unavishangaa watu wa mataifa wanavifanya na watu wa Mungu pia wanavifanya, wapagani wanafanya.
na makanisani vinafanyika, sasa inaleta ukakasi wa hali ya juu sana. Ina maana tunajiuliza kwamba imefikia hatua watu wa Mungu hawaelewi sauti ya Mungu. Kondoo haisikii sauti ya mchungaji wake. Hapa nini kinakuwa kinatokea? Basi inawezekana ya kwamba ni kupuuza, ama ni roho za mapuuza. Inawezekana kabisa ni vitu vya nini, vya kupuuza. Sasa tuache mapuuza, tumsikilize Mungu, kwa maana Mungu anasema na sisi kila wakati tusijiinue wala tusijikweze, bali tujinyenyekeze mbele za Mungu. Wapo watu wanaingia makanisani, wanataka kuonekana wao, wanataka wakae kwenye siti za mbele ili waonekane. Wanataka kuonekana wametoa vipaji vingi, sadaka nyingi, michango mingi, wanataka kuonekana. Sasa hiyo pia ni sehemu ya kujinyanyua, kitu ambacho Mungu anatuasa tukiepuke. Tusijinyanyue hata kidogo, tujishushe. Tunapotoa sadaka, tunapotoa michango, tunapowasaidia wengine, tunafanya kwa ajili ya Yesu mwenyewe, hatufanyi kwa ajili yetu. Kwa hiyo unapofanya kwa ajili ya Yesu, una haja gani ya kujiinua? Usipende kujiinua. Limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa watu kupenda kujiinua, watu kupenda kuonekana, watu kupenda kujulikana kwamba wao ndio wao wametoa kiasi fulani, wao ndio wamechangia kwa ajili ya kitu fulani, wao ndio wamejenga msingi wa kanisa, wao ndio wamesababisha kiwanja cha kanisa kikanunuliwa, wao ndio wamesaidia masikini, wao ndio wamesaidia wenye uhitaji. Yani vitu vya namna hiyo hakuna haja mbele ya Mungu. Anasema hakuna haja wala havihitaji, vinachukiza. Lakini wapo watu ambao wanaitana majina ya kujinyanyua, na Yesu ameshafundisha kuhusu majina. Msiitane majina hayo, kwa maana majina ambayo tumezoea kuyatumia, lakini Yesu anasema haya majina mnavyoyatumia, mnayatumia kimakosa. Mtu anataka aitwe jina kwa ajili ya kujiinua, yani sio kwa maana halisi ya lile jina. Kwa mfano, mnaitana mkuu. Unasikia vitu vya namna hiyo. Mkuu katika nini? Huyo anamuita mkuu wapi? Ana ukuu wa nini? Yani jina la kujiinua. Na kuna watu wamefikia hatua majina yao hawataki yaitwe, yani mpaka wawekewe hiyo title, yani kitu ambacho kinamuinua bila kumwambia hiyo, basi imekuwa ni tatizo. Yani mtu kwa kuwa ni daktari, basi bila kumuita daktari inakuwa ni tatizo. Yani sasa ni kweli ni daktari, tunapaswa kutambua ni daktari, lakini sasa inakuwaje kwamba tusipokuita daktari unachukia? Yani sasa maana yake unataka hiyo title, unataka kuinuliwa kwamba mimi ni daktari. Sasa hiyo ndio Mungu hataki. Hatusemi wewe sio daktari, tunakubaliana wote wewe ni daktari na ni mtu muhimu. Hatusemi wewe sio mwalimu, tunakubaliana kwamba wewe ni mwalimu na ni mtu muhimu. Lakini kitendo cha kutaka kuitwa mwalimu, yani usipoitwa mwalimu unajisikia vibaya. Sasa hiyo ndio Yesu hataki, kwa sababu inaonekana sasa kweli wewe ni mwalimu, yani ni mwalimu kweli, lakini sasa hiyo hadhi ya ualimu unataka kutumia kama fimbo, yani unataka kuonekana mimi ni mwalimu. Yani hiyo ndio Yesu hataki. Yani wewe kujionesha kwamba wewe ni nani, yani wewe ni wa aina fulani, wewe ni mtu fulani, hiyo ndio Yesu hataki. Unapoitwa jina lako ama cheo chako, basi ukibebe kwamba hakuna namna, mimi ni daktari, wataniita daktari, nimekuja na changamoto 1 2 3, huwezi kukwepa na wala sio vibaya. Lakini ikiwa mtu ameshindwa kusema neno daktari, akaja hata kwa bahati mbaya akasema nesi nisaidie, ukasema mimi sio nesi, mimi daktari, ya nini sasa? Wewe ni daktari tayari. Kwa hata kama bahati mbaya amekwambia wewe nesi, iache tu kama ilivyo, endelea, kwa sababu hajakosea jina lako, amekosea title yako, kitu ambacho haikupunguzii jambo lolote. Kwani wewe ukiwa daktari au mganga mkuu, mtu akisema wewe ni nesi, anakuondolea udaktari wako? Hakuondolea udaktari wako, unao. Sasa kwa nini unataka kung'ang'ania hapo? Mkuu. Yani mtu asiposikia neno mkuu, moyo wake unakuwa unasinyaa. Moyo unasinyaa eti kwa sababu tu hajaitwa mkuu. Hata kama ni mkuu wa taasisi,
wewe, hata ni kwa bwana fulani, mheshimiwa fulani ametaja tu jina lako, mheshimiwa Nobert. Sasa lazima nikuite mkuu, kwamba unamwangalia alafu ni kama vile unataka kumwambia hanijui au anafanya makusudi, yani mpaka aseme mkuu Nobert. Sasa hiyo ni nini hiyo? Hiyo ndio Yesu hataki. Huko ni kujiinua, na anayestahili kuinuliwa ni mmoja tu, ni mmoja tu, ni Bwana wa majeshi. Yeye ndiye astahilie kuinuliwa. Haleluya. Ndio. Kwa hiyo tupunguze kuitana majina haya mtaani, maofisini. Punguza kupokea kuinuliwa kwako. Punguza, jitahidi kupunguza. Niliwahi kufundisha lipo somo namna sahihi ya kushukuru. Inaendana kabisa na mambo haya. Kuna mtu anataka kushukuriwa mpaka yani jina lake litajwe, bila yeye kwamba tusingefanikisha, bila fulani tusingenunua hiki. Yani tunakushukuru sana wewe. Mungu hataki mambo hayo. Anayestahili kushukuriwa ni Mungu. Anayestahili kuwa kiongozi ni Mungu. Anayestahili kuwa mwalimu ni Mungu. Anayestahili kuitwa jina lote la kiutukufu ni Mungu. Hata kama unalo jina, ulitumie kama jina, kwa sababu hakuna namna kwamba wewe ni mwalimu lazima utaitwa mwalimu, lakini usitumie kujiinua. Wewe ni daktari, utaitwa daktari, lakini usitumie kujiinua na majina mengine kama hayo. Fungua Biblia yako. Tasoma kitabu cha Mathayo sura ya 23. Hii sura ya 23 katika kitabu cha Mathayo, Yesu alikuwa anaongea kwa habari ya Mafarisayo. Tabia ilikuwa nayo Mafarisayo ya kutaka kujiinua, kukaa kwenye kona za miji, kuitwa majina makubwa makubwa. Walikuwa wanapenda kuonekana. Mafarisayo walikuwa wanafundisha vizuri, lakini Yesu aliona wana kasoro hiyo. Yani hawa wanapenda kuinuliwa tu. Alafu walikuwa wanapenda kutuma watu, ingawa vile vitu ambavyo wanawatuma watu wenyewe walikuwa havifanyi. Ndio kitu Yesu kilikuwa kinamchukiza sana hicho. Lakini Mafarisayo walikuwa wanafundisha vitu vizuri sana. Ndio maana Yesu alisema kwa habari wanayoyafundisha miyachukue, ila kwa habari ya matendo yao yaacheni, kwa sababu wao wanatuma vitu ambavyo wao wenyewe hawafanyi. Sasa Mungu anasema, akatoa mfano vizuri kabisa. Ukiisoma Mathayo sura ya 23 kuanzia ile aya ya 8, anasema hivi: bali ninyi msiitwe rabi, maana mwalimu wenu ni mmoja na nyinyi nyote ni ndugu. Kwa nini Yesu anawaambia hivi? Mafarisayo walikuwa wanapenda kuitwa rabi. Sasa Yesu anawaambia mimi ndiye rabi. Mimi ndiye rabi. Anajaribu Yesu kufafanua kitu hapo kwamba yeye ndiye rabi, sio hao Mafarisayo. Anayestahili kuitwa rabi ni yeye. Ndio anasema mwalimu wenu ni mmoja. Kwa hiyo ni mwalimu sawa, hatujakataa kwamba wewe ni mwalimu, lakini sasa isiwe tusipokuita mwalimu unataka kuturalua. Aya 9 anasema wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Je, hatuna mababa huko majumbani kwetu? Si kila mmoja na baba yake? Si kila mmoja na mzazi wake? Lakini tunamtambulisha huyu ni baba yangu, hakuna tatizo. Tatizo linakuja wapi? Kuna watu ndio wanataka hiyo iwe title. Baba, nimekuja na changamoto. Baba, naomba unisaidie. Baba hata sio baba yako, ana hadhi tu ya kuitwa baba, lakini usipomuita baba kwake ni tatizo. Ni changamoto kubwa ambayo Yesu anasema baba yenu ni mmoja, sio kwa maana aliyenizaa sio baba ama hakuna watu wenye hadhi ya baba yangu. Hapana, afafanui hivyo. Yesu anasema mnaweza kuitana majina hayo, mnaweza kuitana majina baba, lakini usilibebe jina hilo la baba ndio kama utambulisho wako. Usijiinue, yani watu mpaka wakupigie magoti baba, kulambe unyayo baba, yani baba. Hiyo ndio Yesu hataki. Anasema msijiinue, kwa sababu mkijiinua mtashushwa. Mnapojiinua mnashushwa. Lakini hakuishia hapo. Anasema tena wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Umeelewa vizuri hapa? Sasa kuna watu huko babani, kiongozi. We, mimi kiongozi wa nini? Mbona umengangania mimi kiongozi wa wapi?
Kama una sababu ya kuniita kiongozi, hakuna shida. Kiongozi nimekuja, kama nina uongozi kweli nitakusikiliza, lakini usiniletee hiyo kiongozi kama ndio utambulisho wangu. Usiseme kiongozi kwangu kana kwamba yani bila kuitwa mimi kiongozi basi nionekane hadhi yangu ya kiongozi. Sio, yani lazima nikuite kiongozi ili wewe unisaidie. Hiyo ndio Yesu hataki. Anasema kiongozi ni mmoja, naye ndiye Kristo. Kiongozi, 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 baba, kiongozi, kiongozi, mkuu. Naitana hii kwa sababu gani? Yani kwa nini unalazimisha kumuita mtu namna hiyo? Kwa nini unampa hiyo title? Yani hiyo ndio title yake. Kwa nini unamuumiza? Maana unamuumiza. Yesu anasema unamuumiza huyo. Mwache katika nafasi yake. Kama ni kiongozi, mpe heshima yake kama kiongozi. Lakini usiibebe hiyo ndio wewe, yani ndio utambulisho wako, ndio kuinuliwa kwako, kwamba mtu asiposema neno kiongozi basi ameingia hatiani. Hapana. Hiyo ni tabia isiyofaa mbele za Mungu. Ndio maana Yesu ameionya kuanzia aya 8 ya 9 mpaka ya 10, msiitane majina hayo kwa maana ya kujinyanyua. Na anasema kwa nini msiitane majina hayo? Anasema hivi, naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Naomba tuelewane vizuri hapa. Huyo unayemuita kiongozi, Yesu anasema si ndio wa juu? Kwa hiyo kiongozi ndiye mtumishi namba moja. Kwa hiyo kiongozi ndiye mtumwa namba moja. Ndio tafsiri ya uongozi. Uongozi ni utumwa, uongozi ni utumishi. Sasa utumishi ni kutumwa, lakini cha ajabu watu wanaona uongozi ndio mamlaka. No. Uongozi, ukishasikia kiongozi umepewa hiyo hadhi ili uwaongoze watu, ili hao watu unaoongoza wakutume. Watakuuliza kila aina ya swali, ulipokee na uwajibu kwa upendo. Leo hii watu usipoita majina ya status zao ni tabu kweli kweli. Mwanasheria fulani, yani vitu vya namna hiyo, kweli ni mwanasheria, lakini mtu asipokuita mwanasheria ndio liwe tatizo. Yani kwa nini unajiinua kiasi hicho wakati unajua kabisa awezaye yote ni Yesu peke yake? Ndio maana hata kama ni mwanasheria, kwani kila kesi unashinda? Hata kama ni hakimu, kwani kila hukumu unayotoa ni ya haki? Hata kama ni daktari, kio unemtibu anapona? Unaona jinsi ilivyo. Kwa hiyo ukiona kwamba hata kama wewe ni hakimu, unahukumu, wengine hukumu kwa haki. Ukiona wewe ni mwanasheria, bado unawatetea watu wengine wanafungwa. Ukiona ni daktari, unawatibu wengine wanakufa. Maana yake hapa bado yuko mmoja tu ambaye angeweza kuvicontrol vyote visitokee. Yani ni Mungu peke yake. Ni Yesu peke yake ambaye angeweza kusema huyu hatofungwa na asingefungwa, ambaye angeweza kusema kwamba huyu hatokufa na kweli asingekufa, angeweza kusema huyu atahukumiwa kwa haki, angekuhukumu kwa haki. Ni mmoja tu. Kwa hiyo jina la mwanasheria, jina la afisa fulani, jina la mkuu fulani, hakuna shida, lakini namna utakavyolitumia ama namna unavyolitumia. Mungu anasema aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Sasa haui mtumishi unakuja kuwa mtawala. Hiyo ni vitu tofauti. Mtumishi ni mtu mwingine na mtawala ni mtu mwingine. Mimi nazungumzia kwa habari za utumishi. Unapopata wadhifa fulani, wewe ni mtumishi, unatumikia watu. Daktari unatumikia watu, mwalimu unatumikia watu, mwanasheria unatumikia watu, waheshimiwa wengine wote wanatumikia watu. Lengo yani umeitwa ili watumikie watu. Kwa hiyo wanapokuja wale ambao wamekutuma watumikie, uelewe kwamba hawa ndio wameniweka hapa ni watumikie. Wewe mchungaji, sasa sio ndo baba mchungaji. Yani mtu akija tu kwa jina lingine tofauti, tatizo. Akija tu bana, kwani mchungaji nimemkuta hapa? Mchungaji gani? Mchungaji kiongozi. Mbona usemi mchungaji kiongozi? Tatizo. Mchungaji mkuu, tatizo. Baba askofu, tatizo. Hapana. Isiwe hivyo. Yani wadhifa ulionao uwe sehemu ya kusikiliza wale wadogo. Ndio maana Yesu anasisitiza aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Na hii hata wale wafuasi walikuwa wanagombana nani ni mkubwa, aliwaambia anataka kuwa mkubwa akubali kuwa mdogo. Sasa kuwa mdogo maana yake ni nini? Sikia anayekuja kwako umuone katika hali ya upendo na unyenyekevu. Umsikilize hata kama amekutaja katika nafasi ambayo sio ya kwako, bado hiyo nafasi ni ya kwako, hajakuondolea nafasi. Lakini katika aya ya 12 Yesu anaonya kwa habari ya tabia hiyo. Anasema hivi, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Hiyo ndio pointi ya masomo zima la leo. Pointi ni hiyo.
Jinyenyekeze ili Mungu akuinue, kwa sababu anayeinua ni Mungu mwenyewe. Mfano ambao hata Yesu aliwahi kutoa, umeenda kwenye shughuli, wewe ni mgeni kweli, mtu mashuhuri, umefika kwenye sherehe, ukakaa kiti cha nyuma, umekaa kiti cha nyuma, ukiwa wewe ndio mgeni rasmi, utaonekana, watauliza fulani hapa yuko wapi? Yule amekaa. Wewe toka kule, njoo ukae huku mbele. Huo ndio utaratibu. Umeinuliwa, sema basi watu wasema kumbe ndio mgeni rasmi huyu. Sasa wewe umevaa suti yako nzuri, maskini, kumbe mgeni rasmi kafanana jina na wewe, umetoka umeenda kujiweka kwenye kiti cha mgeni rasmi, kiti kikuu. Wanakuja kwenye shughuli, wanakuambia samani baba, mwenye shughuli ndo anaingia, kakae kule. Umeshushwa, utajisikiaje? Ndio maana Mungu anasisitiza, Yesu anasisitiza kwamba jishushe ili uinuliwe. Kwa tunapokwenda mbele za Mungu, tuende tukiwa tumejishusha ili Bwana atuinue, kwa sababu sisi sote ni watumwa mbele zake. Haijalishi nafasi nilionayo mimi ni mtumwa mbele yake. Naweza nikasali nikiwa nimegalagala pamoja na cheo changu. Naweza kuwa ni mtumishi mkubwa sana, si mnaona wengine, mtumishi ambaye unamjua kabisa, mtumishi mkubwa anaheshimika, watu wanamheshimu kutokana na huduma yake, lakini inapokuja kwenye swala la kuabudu anaweza kugalagala kwenye vumbi. Kwa nini? Hamkuona habari za Daudi, mfalme ambaye alipoona amekosea akajidhili, akajikatalia, akaamua kabisa kujishusha mbele za Mungu na Mungu akamsamehe. Kwa hiyo kumbe, unapojiinua mbele za Mungu, Mungu anakushusha, lakini unapojishusha mbele za Mungu, Mungu atakuinua. Haijalishi nafasi gani ulionayo, iwe nafasi ya kidini, iwe nafasi ya kiserikali, iwe nafasi ya kitaasisi, iwe nafasi ya kijamii, iwe nafasi ya nyumbani kwako. Inapokuja swala hapa ni swala la ibada. Tunapokuja tunasema tunaongea kama jamii. Unapoongea na ndugu zako, unapoongea na jamaa zako, lazima kujishusha. Mpaka unaongea nao waseme huyu jamaa mbona tumuelewi. Ndivyo inavyotakiwa. Kama mtu amekosea, mueleze kwa upole. Mwio upole, umwambie bwana yeye iko hivi, iko 1 2 3. Lakini wapo watu bwana, yani usiwaguse hata kwa bahati mbaya. Umeteketea, umeangamia, umeumia. Usiteleze kwa neno baya, wamekupoteza. Kwa sababu ya nini? Nafasi, kujinyanyua. Sasa Mungu anachukizwa na watu wote ambao wana tabia ya kujinyanyua. Ndio maana anasema atakayejinyanyua atashushwa, atakayejiinua atashushwa, lakini atakayejishusha atainuliwa. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, kupitia somo hili jifunze kujishusha, jifunze unyenyekevu, na siku zote ukishakuwa mnyenyekevu, lazima jicho la Mungu akuangalie mara 3. Ukiwa mnyenyekevu, utazipata taarifa nyingi sana kutoka mbinguni. Utapata taarifa nyingi sana kutoka kwa Bwana wa majeshi, kwa sababu umeamua kuwa mnyenyekevu. Shalom, shalom. Ninakushukuru kwa kuendelea kufuatilia mafundisho tunayoendelea kufundisha kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, lakini pia kwenye channel yetu ya WhatsApp kwa jina hilo hilo la Mikono ya Kristo. Endelea kufuatilia na huko mafundisho yako mengi, mafundisho mbalimbali tunaendelea kufundisha huko. Ni kuombe uendelee kushare mafundisho haya. Kama una nafasi ya kushare na wengine, basi tuma tu linki, watu waendelee kusikiliza mafundisho haya. Yawezekana halijakuhusu wewe, linakwenda kumhusu mtu mwingine. Basi wasiliana naye, mpe linki, pengine itakuwa ndio mlango wake wa kufunguliwa, ndio mlango wake wa kuinuliwa, ndio mlango wake wa kujirekebisha, ndio mlango wake wa kupatana na Mungu. Huwezi jua kwamba mafundisho haya yatamgusa mtu kwa namna gani. Kwa hiyo ukiona una nafasi, unaweza kushare. Lakini kama una changamoto, tunafanya huduma za maombi, maombezi, tunatoa ushauri na tunatafasiri ndoto. Hatuipi kipaumbele, lakini kuna ndoto za muhimu. Kuna ndoto unaweza ukaota zinajirudia rudia. Hizo ni ndoto za muhimu. Ukiona unaota ndoto inajirudia rudia, hiyo ndoto ni ya muhimu. Aidha inakupa angalizo, aidha inakupa utabiri, aidha inakupa maelekezo. Kwa ukipuuzia, jambo linaweza kuharibika wakati taarifa yake ulikuwa nayo. Kwa hiyo unaposema kwenye namba za simu hata kwa habari ya ndoto,
tunaweza kutafsiria ndoto zako na huduma nyingine nyingi sana pamoja na ushauri. Endelea kufuatilia mafundisho yetu, waalike na wengine. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.